Shapo. Mchezo ulikuwaje? Mchezo ulikuwa mgumu. Tumepambana lakini dakika 90 za kwanza zimeisha, tuna dakika 90 za pili nyumbani. Kumekuwa na slogan nyingi ambazo umeenda nazo na zimefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Slogan ya sasa hivi ni hii, mnabeba. Lakini mwanzo umekuwa mbaya kwenu. Mmepoteza mabao 2-0. Unadhani hiyo slogan inaenda kutimia? Inaenda kutimia, na kuna vitu vinaandaliwa au vinasemwa kwa sababu nafikiri huo msemo una maana kubwa sana. Kama nilivyosema awali kwamba mchezo wa kwanza umeisha, sasa hivi na mchezo wa pili nyumbani ambao ni mchezo muhimu sana. Wao walikuwa kwao, kila kitu ni chao, na walikuwa na mashabiki wao ambao ni wengi sana. Kwa hiyo hata sisi pia ni zamu yetu, mashabiki wetu watakuwa nyuma yetu kutusupport kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo ile kauli ya hii tunabeba lazima itatimia. Kama wachezaji mmeongea nini mara baada ya kutanguliwa mabao 2-0 kuelekea mchezo unaofuata? Game imeisha na focus ambayo sasa hivi tunaielekeza ni kwenye mchezo wa pili. Zimbwe, ukitazama sehemu nyingi hata kwenye big screen ambayo Simba waliandaa mara baada ya dakika 90 kutamatika, mashabiki walifurahi sana. Hii inawapa taswira gani nyinyi wachezaji pamoja na benchi la ufundi, licha ya kufungwa bado mashabiki walishangilia kwa hicho? Mashabiki wetu wanaelewa tukiwa uwanja wa nyumbani tunakuwa ni watu wa aina gani. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kinawapa moyo. Nafikiri tungekuwa tuna matokeo mazuri nyumbani wasingeweza kushangilia. Hata si pia inatupa moyo kwa sababu tumekuwa kama tufanye vizuri nje, mechi za maamuzi ambazo tunataka matokeo, nyumbani tunakuwa ni watu wengine kabisa. Kwa hiyo mimi naamini tunaenda kuwa na mchezo mzuri na mchezo tofauti, na kwa kitu tunalibakisha kombe nyumbani. Kuna swala zima la uwanja ambao linazungumzwa. Wapo ambao wanadai uwanja utapelekwa Zanzibar, lakini wengine Dar es Salaam. Na kikubwa Mkapa unazungumzwa ni maeneo ya machinjio ya watu wengi. Vipi kama mechi haitachezwa kwa Mkapa? Mnaona mnaenda kutoa ile taji mkiwa visiwani Zanzibar? Kikubwa sisi tutaiendea mechi kufuata maelekezo ya walimu. Hilo swala la uwanja nafikiri viongozi wetu wanalipambania zaidi, lakini sisi kama wachezaji focus yetu itakopo kwenye kuicheza finali yetu ya pili. Iwe Dar es Salaam, iwe Zanzibar, focus ni kuhakikisha kwamba tunalibakisha kombe. Izungumzie kidogo RS Berkane yenyewe, tumeona ni timu ambayo ina ubora wake ambao umeweza kuonekana kwenye hii michuano, lakini pia kwenye ligi yao wenyewe wametoa ubingwa tangu mwezi Machi. Zungumzia kidogo. Ni timu nzuri na ndio maana ipo finali, ni timu nzuri na ndio maana imechukua ubingwa kwao, ni timu nzuri na ndio maana ina mataji 2 nafikiri ya Africa Confederation. Kwa hiyo katika mchezo wa pili tutaingia kwa kuheshimu, kutambua ubora wao. Kwa hiyo kikubwa sisi kama wachezaji tutafuata yale maelekezo ya walimu wetu ambao watatuambia ili tuweze kushinda huo mchezo. Neno moja kwa mashabiki wa Simba? Siku zote mashabiki wa Simba wamekuwa ni watu wa kujitokeza kwa wingi sana kuja kutusupport sana. Na ndio maana hata tumepoteza kwa goli 2 lakini bado wamekuwa ni watu ambao wana furaha kwa sababu wanaamini kwamba wao ndio wanakuja kutupa sisi nguvu. Kwa hiyo hata sisi pia wachezaji ni faraja kwetu na tunaamini kwamba nguvu yao na nguvu yetu tukiunganisha tunalibakisha kombe. Asante Captain. Asante. Ili kwa siku dhidi ya Berkane. Pengine mchezo unaofuata kama viongozi mmejipangaje kuhakikisha ubingwa unabakia hapa nyumbani? Sisi tumeendelea na maandalizi na wote mnafahamu kwamba kuja kucheza nyumbani kwa Simba Sports Club siku zote kumekuwa na matokeo mazuri. Kwa mimi bado naamini tuna nafasi ya kuweza kuweka mazingira sahihi kwa wachezaji, benchi la ufundi na kuhakikisha kwamba mchezo wetu wa marudiano unakuwa na matokeo mazuri. Kuna asilimia ngapi mchezo kupigwa uwanja wa Benjamin Mkapa? Hayo sitakuwa na majibu kwa sasa. Tunaingia katika vikao, basi mara baada ya kupata final decision tutai-communicate kwa public, lakini ninaamini kwamba mchezo huu utafanyika uwanja wa Mkapa. Mara baada ya mchezo kutamatika, nyie kama uongozi mnaongea na wachezaji, pengine kitu gani kikubwa ambacho mlichoongea na wachezaji kuelekea mchezo unaofuata? Haijaisha mpaka iishe. Haijaisha mpaka iishe. Matokeo hapa nyumbani. Kwa sasa hivi mashabiki wengi wanaulizia kuhusiana na swala la uwanja, japo linafuatiliwa na serikali lakini pia na viongozi. Mnawaambia nini hasa kuwaondoa wasiwasi ambao wanatamani mechi ichezwe katika uwanja Mkapa? Mimi naamini itafanyika kwa Mkapa na wote mmeona jitihada ambazo zinafanyika. Kama kutakuwa na mabadiliko basi itakuwa ni hatua nyingine, lakini kwa sasa bado naamini kuna nafasi ya kuweza ku reverse maamuzi. Mmeongea nini na wachezaji ili muweze kuwa mabingwa wa kombe la shirikisho?
Nafikiri wote ni mashahidi wakati tunaanza mashindano haya. Tumepoteza michezo mingi away, lakini yote yamekuja kupinduliwa hapa nyumbani. Na kitu pekee ambacho mimi siku zote nakuwa ni muumini ni kuwa lazima kuwe na mwendelezo wa kile ambacho tumekianzisha. Tulicheza na Constantine nyumbani wakatufunga, tukaja kubadilisha matokeo hapa Tanzania. Tulicheza na Al Masry tukabadilisha matokeo. Kila sehemu ambapo tuliamini tutakuwa na ugumu tulipita. Kwa hiyo wachezaji wanafahamu kazi kubwa ilipo mbele yao, na sisi kama management tunaamini kwamba mashabiki, wapenzi wa soka Tanzania, sasa wapenzi wa Simba Sports Club watatuunga mkono, na ndio maana jana wote mmekuwa mashuhuda hata mchezo ulipoisha kwamba mashabiki wetu pamoja na kupoteza wao ndio walikuwa na furaha zaidi, alafu waloshinda wao ndio walikuwa na wasiwasi. Kwetu sisi imetupa imani kwamba watu wana imani na kikosi chetu. Chochote cha kuambia mashabiki? Haijaisha mpaka ishi. Zimbo Junior huyu captain tuzungumze. Namna hiyo kama unavyoona benchi la fundi Suleiman Matola, kochi huyo Budo Mutale naye kapika hivyo kibabe kama namna mnaweza kuona. Wanaenda kuweka mizigo kwenye basi lao. Yusuf Kagoma huyo namna ambavyo unaweza kumuona pia ametua hapa katika uwanja wa ndege. Tuone kama utaratibu utakuwa ni ule ule. Utaratibu umekuwa ule ule kama namna ambavyo unaweza kutazama wachezaji hao na namna hiyo. Yusuf Kagoma huyo na yeye pia amekuja na usafiri wake, anaondoka kama namna ambavyo unatazama. Lakini pia wachezaji leo kwa asilimia kubwa kila mmoja wenda wamepewa mapumziko, kila mmoja anakuja hapo asilimia kubwa anaweka mizigo na kuondoka kwenda kupata usafiri wao binafsi ambao wamekuja nao mahali hapa. Matokeo hapa nyumbani. Kwa sasa hivi mashabiki wengi wanaulizia kuhusiana na swala la uwanja, japo linafuatiliwa na serikali lakini pia na viongozi. Mnawaambia nini hasa kuwaondoa wasiwasi ambao wanatamani mechi ichezwe katika uwanja Mkapa? Mimi naamini itafanyika kwa Mkapa, na wote mmeona jitihada ambazo zinafanyika. Kama kutakuwa na mabadiliko basi itakuwa ni hatua nyingine, lakini kwa sasa bado naamini kuna nafasi ya kuweza ku reverse maamuzi. Mmeongea nini na wachezaji ili muweze kuwa mabingwa wa kombe la shirikisho? Nafikiri wote ni mashahidi wakati tunaanza mashindano haya. Tumepoteza michezo mingi away, lakini yote yamekuja kupinduliwa hapa nyumbani. Na kitu pekee ambacho mimi siku zote nakuwa ni muumini ni kuwa lazima kuwe na mwendelezo wa kile ambacho tumekianzisha. Tulicheza na Constantine nyumbani wakatufunga, tukaja kubadilisha matokeo hapa Tanzania. Tulicheza na Al Masry tukabadilisha matokeo. Kila sehemu ambapo tuliamini tutakuwa na ugumu tulipita. Kwa hiyo wachezaji wanafahamu kazi kubwa ilipo mbele yao, na sisi kama management tunaamini kwamba mashabiki, wapenzi wa soka Tanzania, sasa wapenzi wa Simba Sports Club watatuunga mkono, na ndio maana jana wote mmekuwa mashuhuda hata mchezo ulipoisha kwamba mashabiki wetu pamoja na kupoteza wao ndio walikuwa na furaha zaidi, alafu waloshinda wao ndio walikuwa na wasiwasi. Kwetu sisi imetupa imani kwamba watu wana imani na kikosi chetu. Chochote cha kuambia mashabiki? Haijaisha mpaka ishi.